Ahlan wa sahlan na marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, tukiwa naye si mwingine bali ni Sheikh Yusuf. Nadhani tumemuona katika vipindi vingi na alhamdulillah mawaidha yake ni kufurahisha, yenye kuelimisha, yenye pia yana ucheshi ndani yake. Bwana anakuambia pia mtazamaji ufai kuangalia vitu ambavyo angalau havina ucheshi ndani yake. Ukipata ucheshi kidogo unajua kabisa hapo ndani pana furaha. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia sababu zinazopelekea ndoa nyingi kuvunjika. Huenda kuna vitu tunapuuza, huenda kuna vitu unapuuza wewe kama mwanandoa ndani ya ndoa yako na vinaweza kuwa ni sababu ya ndoa yako kuvunjika. Basi siku ya leo tuweza kufahamu ni yapi ambayo Sheikh ameweza kutuandalia insha Allah. Na tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena Sheikh. Alhamdulillah, nimeshukuru alhamdulillah. Alhamdulillah, ni furaha kuwa na wewe. Hakika ni neema na nuri kuzidi kuwa na wewe tukipata mawaidha yako mawili matatu, hasa kwa wale ambao wako katika ndoa. Ni muhimu sana kuweza kuyafahamu. Nifurahi sana kwa makaribisho yenu inshallah. Alhamdulillah. Shukran. Na inshallah Sheikh, katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia sababu zinazopelekea ndoa nyingi kuvunjika. Maana tunavyoona rate ya divorce zimezidi sasa hivi. Watu wengi wanaachana. Labda huenda kuna vitu haviko sawa katika ndoa. Tuweze jua ni upande wa mke ama upande wa mume. Najua wote wawili si wakamilifu. Na huenda vitu vingi vinatokea watu wakosana hapa na pale. Sasa tunataka kufahamu ni yapi ambayo tunafaa kurekebisha ndani ya ndoa ili kuzuia kuvunjika kwa hizi ndoa. Na bismillah. A'udhu billahi minash shaitani la'in rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Swali ni nzuri zaidi. Lakini kabla ya kujibu swali tunafaa kitu kimoja tuelewe. Uislamu umesisitiza ndoa. Ndio. Na kukatokea na hadithi nyingi na aya nyingi ambazo zinatuhimiza kufunga ndoa. Ndio. Na ni kitendo kizuri, kimeridhiwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ndio. Na ndoa pia ni njia moja ya kuweza kupata kizazi kizuri. Na ndoa moja ni miongoni mwa mambo au ndoa ni miongoni mwa mambo ambayo yanafanya familia kuweza kuwa na msingi bora wa kijamii. Ingawaje tunapozungumzia ndoa tunazungumzia watu wawili. Ndio. Mume na mke. Ndio. Au wachumba. Hawa ni watu ambao hawajazaliwa pamoja. Na mazingira yao pia ya malezi ni tofauti. Ni watu ambao sasa wanakuja kukutana pamoja. Ndio. Tabia zao kujua ya fulani iko vipi. Maana unajua kasumba inaendelea sasa hivi, mtu anadhani anajua tabia ya mtu kabla ya ndoa. Anakuambia ngoja uingie katika ndoa ndio ukutane na tabia zake. Kuna baadhi tunaweza sema haya ya kuchumbiana, mazungumzo haya ya kati, haya mazungumzo hayaelezei uhalisia wa mtu. Hakika. Kwa hivyo hawa ni watu ambao wakija kushikana pamoja, baada ya kipindi unaanza kumuona mwenzako vile uhalisia wake. Na wakati mwingine unaweza ukakosa kuvumilia. Na wakati mwingine ukavumilia. Hii ndio sababu Uislamu unawahimiza wanandoa kuweza kujua, kuweza kusoma sheria za ndoa na haki za mume kwa mke na haki za mke kwa mume. Na waweze kujua ndoa hasa ni nini. Ndoa nyingi zinavunjika, lakini inategemea na zile changamoto ambazo wenyewe wanapata. Hazivunjiki kwa namna moja. Ndio. Maana kila mtu ana ndoa yake. Ana ndoa yake na matatizo hayafanani. Ndio. Kuna wale ambao wameoa wake kwa sababu ya sura. Ile sura wakati huo ikiyeyuka mara utaona ile ndoa zinaanza
kuyumba. Hata wanavyokuambia binadamu hajafa hajaumbika. Ya kabisa. Huenda leo yuko na miguu, kesho hana. Na wengine unakuta wakati mwingine anaolewa na mume kwa sababu ameona huyu mume ana hela. Ndio. Akifilisika ile ndoa inakwisha. Kuna wale ambao wanaangalia hasa sababu ya ndoa ni nini na wakazingatia yale mambo ambayo yanahitajika katika ndoa. Ikiwa utaielewa ndoa Kiislamu, utakuwa tayari kupambana na zile changamoto ambazo zinatokea. Lakini ukiielewa kiulimwengu, kihali ilivyo, zile changamoto itakuwa ni ngumu zaidi wewe kukabiliana nazo. Hakika. Uislamu unakueleza kwamba huyu mke ambaye umemuoa hamjazaliwa na yeye. Amekuja na tabia zake. Na amekuja namna ilivyo. Na ndio utaona katika hadithi ya Imamu Ali alayhi salamu anasema mwanamke ni kama mbavu iliyojipinda. Ukijaribu kuinyorosha kwa haraka haraka utaivunja. Kweli. Ya? Sasa huyu anapoingia na tabia zake. Huenda zile tabia hautaridhia. Kwa sababu ulikuwa haujamjua vizuri. Kwa hii kipindi cha miaka ambayo mmeishi sasa hivi unakuwa umemjua. Kwa hivyo inahitaji umnyoroshe taratibu mpaka akuje katika ile laini ambayo unahitaji. Pia mume, na huo unaambiwa wanaume wengi anapotafuta mchumba anavaa ngozi nyingine. Anakuja na sura nyingine. Ni mtakatifu. Ni mzuri. Lakini akishapata anakuwa mtakavitu. Anaeleweka sasa yeye ni nani. Naam. Sasa haya ndio matatizo ambayo saa zingine yanakuja na yanasababisha ndoa nyingi zinavunjika. Kwa kutoelewana na kuwa mkweli na kutokabiliana na zile changamoto ambazo zipo. Ingawaje kuna baadhi huwa wanaweka zingine, kuna zingine ambazo zinakuja kutoaminiana, mambo kama hayo. Alafu kuna kitu kimetokea sasa hivi katika jamii zetu na ambayo tunahitaji sisi Waislamu kuwa makini sana. Kuna hii lugha ambayo wengi wanatumia kucheat. Nimemkuta mume wangu anacheat, tukawachana. Nimemkuta mke wangu anacheat, tukawachana. Ninataka kidogo katika hiki kipindi niweze kuzungumzia hili swala. Katika Uislamu hili neno la kucheat sioni kama lina fit kwetu sisi Waislamu. Kweli. Hili ni neno ambalo limeletwa kutoka nje kutaka kuharibu ndoa za Waislamu. Kwa sababu ndugu zetu wengine ambao sio Waislamu wanaamini katika ndoa ya jinsia, ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Ndiyo. Yani mume akiwa na mke mmoja tosha. Ndiyo. Akiongeza mwingine anacheat. Sasa hii fikra imekuja mpaka imeathiri Waislamu. Tumekosa kuelewa kwamba miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu amemruhusu mume ni kwamba anaweza akaoa mke wa pili. Kweli. Kweli. Sasa sijui wewe mwanamke, wakati ambapo unamshtaki mume wako amecheat, unamaanisha nini? Unamaanisha kwamba ameweka mwingine ambaye ni wewe peke yako ulikuwa unahitajika ubakie? Ama ni kwa sababu yule aliyemweka amemweka kwa njia ambayo si ya halali? Ndiyo. Kama amemweka kwa njia ambayo si ya halali, hayo ni masala mengine tofauti. Ndiyo. Lakini ningependa kutahadharisha Waislamu kitu kimoja. Hili suala ambalo mara nyingi tunazungumzia la kucheat si suala ambalo linatuhusu. Kwetu ima mtu amezini kweli ama ako kwenye ndoa. Ndiyo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ruhusa wanaume kuoa mke mmoja,
wa pili, wa tatu, mpaka wa 4. Haya ambayo wanawake wengi wana utata nao. Hata mwanamke ukiona anajikaza akizungumzia ndoa ya ukewenza, jua amejikaza sana. Amejikaza, lakini kikimpata wakati mwingine unakuta wanaona ni kana kwamba wanadhulumiwa, dunia imeisha. Ndio. Lakini ukweli wa mambo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kakuletea sheria ambayo inakunyanyasa. Maana ana hikma zake. Ana hikma yake kabisa. Na mara nyingi wanawake wengi huwa wanadhania kwamba akiletewa mwenza wake ndani ni kwamba yule mume sasa amemdharau, amechoka na yeye, amemsahau, ana haja na yeye tena, ambalo sio sahihi. Kweli. Na hili swala limefanya mpaka ndoa, mume akitaka kuoa mke wa pili inakuwa ni siri. Sijui kama dada yangu umeshaihudhuria ndoa ambayo ina sherehe shamra ambaye huyu mume anaoa mke wa pili. Chache sana. Ni chache, hamna. Na wenye wanafanya vishindo si. Hakuna. Sasa ndoa ya kwanza ya mke mara ya kwanza unaoa, hiyo ni ndoa ambayo ina shangwe nyingi. Lakini hata wengine huwa wanaenda wanaoa mbali. Kweli. Na wengine wanaoa kisiri pia. Mke anakuja kujua baadaye. Kwa nini? Na ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amehalalisha. Mwenyezi Mungu amekuruhusu wewe mwanaume. Kwanza ukisoma aya vizuri, Mwenyezi Mungu kulingana na aya anasema ukiwa una mmoja, ujue inamaanisha kwamba umeshindwa kufanya uadilifu. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahida. Ikiwa mtahofia kufanya usawa, basi baki ni na mmoja. Sasa wale ambao wako na mmoja ni wale ambao wanahofia kufanya nini? Uadilifu. Anahofia atadhulumu. Lakini nazungumzia fikra ambayo Waislamu tumeanza kuifuata ambayo sio sahihi. Ndio. Sasa wale ambao sio Waislamu wamekuja kuelewa ya kwamba, wanajua ya kwamba mke akiolewa na mume, ule mume ni wake, hakuna mwingine kuingia kati. Na ndio unaona hata ndoa zao, ile kufungisha ndoa, wanasema mimi na kuoa wewe na kwa shida na raha mpaka kifo kitutenganishe. Kwa hivyo inamaanisha yale mazingira ni ya wale wawili. Mume mmoja na mke mmoja. Sasa hizi fikra wamekuja wakaanza kuziingiza kwa Uislamu kwamba wewe mke kuwa na hii imani kwamba ukimuona mume ana mke mwingine kando na wewe ana cheat. Na hiyo kucheat anafanya dhambi. Ambapo ni kinyume zaidi na sheria za Uislamu. Tumewaiga na ndoa nyingi zinavunjika hivyo. Unakuta mke ameenda ameshtaki mume wake, ana hawara, wengine wanasema ana hawara nje. Ana mke mwingine nje. Nani alikwambia ni wewe peke yako unafaa kuishi? No. Kuna hiyo nafasi. Sasa hii fikra imekuja ikafanya ndoa nyingi zinavunjika hata za Waislamu kwa sababu hawana elimu. Mwanamke wa Kiislamu anafaa aelewe ya kwamba ni yeye tu ndio ambaye haruhusiwi kuolewa na waume wawili. Ndio. Sasa hilo ndio tunaweza mpatia hilo neno la kucheat. Sababu ameenda kinyume na sheria. Amevunja ndoa yake, anaharibu ndoa yake. Lakini mume, sheria imemruhusu kulete mke mwingine. Kwa hivyo ikiwa watu wataelewa hivi haya mambo, utakuta hii fikra ya ndoa nyingi kuvunjika kwa sababu pengine ati mwingine ana cheat. Hamna. Ima ni kuzini ama uwe kwenye ndoa. Haijalishi uko na mke mmoja wawili, lakini wote kama umefunga ndoa, hiyo ni ndoa halali. Kweli.
Sasa haya ndio baadhi ya mambo ambayo yamekuja yakaingia katika Uislamu na yanafanya ndoa nyingi zinavunjika. Sasa mwanamke ikiwa ataelewa kwamba mimi ninapoolewa na huyu bwana ana uwezo wa kuleta mwingine. Sasa pengine kile ambacho utataka uchunguze ni kweli ndoa yao ni halali, wamefunga ndoa au mavipi? Kweli. Kuna ndoa nyingi zimedumu kwa sababu pengine kuna baadhi ya mambo yamefichika. Na lau sasa yakidhihiri zile ndoa zinavunjika. Unajua kuna wanaume ambao wana ndoa nyingi za siri nje. Kiasi cha kwamba hawataki huyu mke aweze kuelewa, kujua. Kwa sababu yeye yule mke mazingira ambayo ako naye anajua ni yeye peke yake. Ndio. Na huyu mume alitaka kuoa mke wa pili. Lakini sote ikiwa tutasoma sheria na jukumu na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakuwa katika mipaka sahihi. Mashaallah. Kwa hivyo hiyo fikra kwanza Waislamu wasifuatilie kwanza hiyo fikra ya kwamba ati mume amecheat au unasema huyu mume ameoa mke mwingine kwa hivyo tunawachana. Haipo. Hakika. Shukran sana Sheikh. Katika awamu ya kwanza acha tuende mapumziko, tukirudi tutaendelea zaidi kujua mengi ambayo yanapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Hakika moja ulioelezea ni fikra tunazoekwa sisi. Na inshallah. Shukran Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na yale ambayo Sheikh ameweza kuyaangazia, na natumai utaweza kuyatilia maanani, haswa upande wa kwamba ameweza kuelezea fikra tunazoweka sisi ama fikra ambazo tumeweza kuziembrace katika Uislamu, sio dini inavyosema. Qur'ani imetuambia vizuri ya kwamba mathna wa thulatha wa rubaa. Sasa hapa mwisho tunasema ati unakataa. Kwa nini unakataa? Na maneno ya Mwenyezi Mungu. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Tukiwa naye na tunazidi kuwa naye si mwingine ni Sheikh wetu Sheikh Yusuf, ambaye anazidi kuelezea na kudadavulia mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, hasa kufahamu vitu ambavyo vinasababisha kuvunjika kwa ndoa nyingi. Na kama alivyosema, fikra ni mojawapo wa vitu ambavyo sisi tumeweka fikra fulani ndani ya dini. Dini imesema hivi, lakini sisi tunataka kuipinga ile fikra. Na inshallah tukirudi kwake tuweza kwa mengi ambayo ameweza kutuandalia. Naam, karibu tena Sheikh. Asante, shukran, jazakumullah khairan. Asante. Naam, tukiendelea. Naam. Nimeeleza kuhusiana na hii fikra ambayo imekuja imewaathiri pia Waislamu ambayo hiyo ya kucheat. Naam. Sasa tukirudi pia katika mambo haya ya ndoa na mambo yanayosababisha ndoa nyingi kuvunjika. Kwanza kidogo tunahitaji pia tuweze kuelewa kuna tofauti ya ndoa kuvunjika na mambo na talaka. Kweli. Unajua tunaishi maisha wakati mwingine tunakosa kuzingatia mambo na dini. Unajua kuna maisha ambayo kuna kukosana na kupitana kwa maneno. Mke akafunganya virago na akaenda kwao. Sasa je, tutasema hii ni ndoa imevunjika? Hapa ndoa haijavunjika. Migogoro tu ya hapa na pale. Ni migogoro, na yule mke unaweza mfuata na ukazungumza, mkaelewa tofauti gani ambazo zimefanya sababisha na mkasuluhisha, mkarudi. Katika Uislamu kuna talaka na kuna kuachana. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanaweza kasababisha mke au mume wakawachana. Kwa mfano, wewe umeolewa, wewe mke, ukitarajia huyu mume wangu ni mzima, si mwenda wazimu. Lakini ukakuja ukagundua huyu ni kichaa, mimi nimeolewa na kichaa au na mwenda wazimu. Hii ndoa inaharibika, inavunjika. Ndio. Ama hawezi kutekeleza majukumu yake ya ndoa. Ile ndoa inafanya nini? Inavunjika.
Lakini sasa tukizungumzia masala ya talaka, ni zile changamoto ambazo zinakuwa katika ndoa. Ndiyo. Ambazo hizi changamoto umejaribu kufuatilia kulete suluhu, imeshindikana. Ndiyo, ndiyo. Sasa inabidi kila mmoja aelekee njia yake. Na pia hiyo ni talaka, lakini pia ina masharti yake. Maisha ya sasa ni kwa sababu wengi tumepuuza dini. Tumepuuza dini, na naweza sema ni kwa sababu tumeiga mambo ya watu. Wametuletea fikra kwamba mkikosana ati hiyo ni kuachana, mmeachana na mnaachana kabisa bila kuwepo na ile talaka na mambo mengineo. Haya ni mambo ambayo yamekuja kuharibu na yakaharibu dini, na pia tukakosa kusoma kile ambacho tunahitajika kufanya kwa mujibu wa dini. Ndiyo. Sasa tukizungumzia ndoa nyingi kuvunjika, tungesema hivi, mambo ambayo yanasababisha talaka katika ndoa, na ni mengi. Jambo ambalo tunaweza sema kwamba unaweza kuwa umemuoa mke au mke umeolewa na mume, lakini kile ambacho ulikuwa ukitarajia kutoka kwake sio. Sasa hivi tumetawaliwa na mitandao na vyombo hivi, sasa vimeharibu pia maisha. Ndiyo. Mke unaweza ukamuoa, kaishi naye, baada ya kipindi ukawa unashangaa, nilioa mke ama nilioa mtu wa kukaa na simu muda wote? Kweli. Na hizi ndoa hii mambo yanasababisha talaka. Yani sana. Wewe mke, wewe na simu na wewe. Hujui kuna kula, hujui kuna ndo pale. Pia unakuta watu nyumba akiamka ameamkia simu, ameamka hapangi nyumba yao iko vipi, nini na nini, kama aweke usafi hapa na pale, nini na nini. Mke ameamka yuko tu kwa simu. Vyombo vichafu, watoto wachafu, mazingira si mazuri, lakini yeye yuko tu. Ni nini anatafuta kwa simu anajua mwenyewe. Unakuta ndoa nyingi, unakuta talaka zinatokea kwa sababu ya hiyo. Na mume wakati mmoja anachoka na kadhalika. Kwa hivyo kile ambacho tunahitajika kuzingatia, mke unapoingia kwa nyumba ya mume wako, ujue kwamba mimi nimeolewa. Ndiyo. Na huyu mume sijaolewa na simu. Ndiyo. Kwa hivyo kuna mipaka. Simu si mbaya, matumizi ya simu ndio yanafanya, namna mtu anavyotumia ndio anafanya yale mazingira yanaonekana ni mabaya. Ndiyo. Kwa hivyo inafaa uwe umejiwekea wakati wako. Mume wangu akifika anahitaji kukuta hali ikiwa namna hii, na isiwe kila wakati simu, mpaka mume anakuelezea haubadiliki. Mume anaenda anashtaki kwenu wazazi wako, bado maisha ni yale yale na nini. Na wengine pia hutumia maneno machafu sana na kadhalika. Mwisho mume anaona haya si maisha ambayo mimi nilikuwa nataka kuishi. Talaka inakutokea kwa mambo kama haya. Lakini ikiwa mwanamke atajua wajibu wake kwa ndoa, hizi ndoa hazitatokea, hizi talaka hazitatokea. Mume ajue wajibu wake katika ndoa, yani ana provide. Mke akiingia kwa nyumba anahitaji kwamba huyu mume ndio mlezi wake, ndio mwenye kumtunza. Lakini ikiwa hasimamii familia ipasavyo, ana uwezo lakini hasimamii familia, si hali ya maradhi, watoto hawapati malezi mazuri, mume yuko tu, ndoa nyingi hizi zinasababisha, zinatokea talaka. Na sasa hivi utakuta hata Waislamu wanalewa. Mtihani mkubwa sana. Na mara ya mwanzo alikuwa mzuri, lakini akishaingia katika ulevi, wale watoto wanaanza kukosa yale malezi. Na wakati mahitaji yule mke akitaka hayapati.
Sasa unakuta yule mke anavumilia kwa sababu mazingira ambayo yako sasa, anakaa kama mtumwa. Mwisho anaitisha talaka na talaka inatokea yule. Wakati mwingine si kwa sababu ya watu tu kukosana, pia tabia zinafanya wakati mwingine talaka zinatokea. Imekuwa ni tabia mbovu, pengine hata kujibizana kwa nyumba. Mke ana mambo mdomoni, anatoa matusi. Ndiyo. Si jirani anamlia, si rafiki anamlia, si wazazi wanamlia yule mke. Pia inakuwa ni aibu kwa mume. Sasa baadhi ya mambo kama haya yanasababisha nini? Talaka. Ili kutunza heshima hii ya ndoa, wote ni lazima kurudi katika dini. Kitakacho tusaidia tu na ndoa zetu zidumu ni dini. Na ndio maana unapoenda kuchagua mwenza ama unapochaguliwa kama mwanamke, mwanamume anaangalia, je, huyu mke wangu atanikuzia wanangu vizuri? Naam. Je, huyu mke wangu atafuata mienendo ambao labda walikuwa wakifuata wake wema? Maana wanakwambia ya kwamba hata ile jina zuri unalompa ule mtoto, kuelezea maana yake, itabidi ameendana na lile jina, hata kama hatofikia kule, lakini ameongoka. Kwa sababu mwisho wa siku naamini wanawake ni viongozi wazuri, hasa upande wa nyumbani, kuongoza wale watoto, kuongoza nani. Wanaume nao pia ni viongozi wazuri. Ndio maana utakuta kwamba walikwambia arijalu qawwamuna ala nisa. Ni kwamba mwanamume ni msimamizi wa mwanamke. Na vile mwanamume atakapomsimamia ni kulingana na dini imemfunza nini. Ni kweli. Maana wengine wametafsiri vibaya hii aya. Mtu kutojua wewe majukumu yako kama mwanamume ni nini. Maana ndio kama tukisema kwamba watu wasome misingi ya ndoa, ni kwamba dini ukishaiweka katikati pale, inakuwa ni kila kitu. Ni kweli. Kwa sababu utafuata mienendo ya Mtume, utafuata mienendo ya maswahaba wema, utafuata mienendo ya maimamu walivyokuwa wanasema, yani itakuwa ina khair ndani yake. Na ndio unaona hata wanandoa wanapotafuta suluhisho kwa mahakimu wa kidini, mashehe na nini, huwa wanataka kusikia dini inaweza kusuluhisha vipi matatizo yetu. Ndio. Sasa mara ambapo tunaposhikamana na dini, unajua unakuwa na matumaini. Wale ambao hawana dini hawana matumaini. Ndio. Kwamba zile ndoa kama zimevunjika, hakuna suluhisho. No. Lakini dini yenyewe inakwambia, angalia shida ulionayo. Ndio. Na hebu rudi katika dini. Sasa unapoangalia dini na kuelekeza, ni na kuonyesha namna gani utaweza kukabiliana na shida hizi. Tatizo ni kwamba Waislamu wengi tumekimbia dini yetu. Ndio. Tumeanza kufuata mambo mengineo. Maana kabla ya talaka ifikie mpaka mmeachana kabisa, ina process yake pa katikati. Kabisa. Mwenyezi Mungu ana hikma, kwa nini anajua talaka rejea, yani wewe mwanamke na ni ushinde pale pale. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua kwa nini. Huenda hawa wakarudiana ama wakareconcile wakakuwa vizuri, kwa sababu mwisho wa siku mnapoishi kwa wema na mnapojua nini dini inasema nini, naamini watu watafuata mkondo ambao ni mwema. Kabisa. Alafu pia ukija katika dini, Mwenyezi Mungu anafurahia zaidi na anapendekeza zaidi watu kushikamana. Na ndio utaona katika riwaya hadithi za Bwana Mtume anasema kinachompendeza Mwenyezi Mungu zaidi ni nikah, kufunga ndoa. Yani kinachompendeza Mwenyezi Mungu zaidi ni watu kuishi wawili. Ndio. Wakiwa wamefunga ndoa. Na chenye kumchukiza Mwenyezi Mungu zaidi ni talaka. Anasema mpaka arshi ya Mwenyezi Mungu inatetemeka. Sasa hii ukiwa una dini umeshikamana na dini, kwanza utajua kwamba ikiwa haya maisha yetu yatatupeleka kwenye talaka, kwanza Mwenyezi Mungu hajakuwa radhi na sisi. Ndiyo. Hii inamaanisha unahitaji kutafuta suluhisho kabla haujafika katika kikomo kile cha talaka. Ndiyo. Kwa hivyo kwanza ni suluhisho. Kwa vyovyote vile pigana uweze kupata suluhisho. Usifikie uamuzi wa ile talaka. Ndio maana wakasema ya kwamba
hasira ni kitu kibaya. Kwa sababu wengi ukiangalia wanaoachana kwa talaka, hasira huwa iko ndani yake. Kabisa. Lazima pana kitu kimechangia mpaka kufikia pale. Kabisa. Watu wanakuwa na hasira, mtu akai akafikiria huu uamuzi niliochukua, je, ni sahihi ama si sahihi? Ama si sahihi. Ndio maana Mtume akasema mtu mwenye hasira ni muhimu sana kukaa kimya. Fikiria kwanza, usitoe maamuzi ukiwa na hasira. Kwa sababu mwisho wa siku yatakuponza. Na hata Mtume mwenyewe akasema al-ghadab miftahu kullu shar. Hasira ni ufunguo wa kila shari. Ndio. Na ndio utaona hata talaka, katika masala ya talaka haitolewi kwa mara moja pap na kwisha. Ndio. Kuna stages. Kuna stages. Yani nijitambue. Ninachofanya sahihi ni sahihi. Kama si sahihi bado nina nafasi. Ndio. Na kama ni sahihi, wacha bado na mwenzangu naye ajifikirie kilichotendeka ni sahihi kwake. Kama sio sahihi bado ni nafasi. Ndio. Unajua wakati mwingine hii tunavyosema hii talaka ya kwanza na nini, inataka mtu kujirudi. Kaa ujiulize maswali. Jiite mkutano. Jiite mkutano. Mimi nilivyofanya hivi ni sawa? Ni sawa. Ama nimekosea wapi? Maana mimi huwa nasema kama kuna kiumbe ambaye ana moyo mwepesi na moyo wa kusema basi hacha nijaribu tena, ni mwanamke. Kabisa. Mwanamke hata uwe mmekosana, ndio mmekosana, lakini ukijua makosa yako yalikuwa wapi na huyu naye afahamu makosa yake yalikuwa wapi. Ni kweli. Kadri ukikaa chini kuongea naye vizuri, kwa sababu kuna wanaume wengine kuongea kwao ni kwa makelele. Ni kweli. Yani hataki kujua ni nini kitakachotokea. Sasa ukikaa kule kuongea pia ile matamshi yako mema utakayoyatoa yanamregesha yule nyuma ajue kwa kweli ili kitu alichokisema ni sahihi. Kabisa. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu amewabariki nyinyi wanawake. Na hii ni baraka ambayo na nafasi ambayo wamewapatia, sidhani kama wanaume wanaweza kuifikia. Unajua mwanamke mazito anayabeba ndani ya nafsi yake ni mengi zaidi. Kweli. Na anayoyavumilia pia ni mengi zaidi. Kuna baadhi ya wanawake wamevumilia aibu nyingi za waume zao. Na wamezihifadhi. Na bado wametunza ndoa zao. Ni wale wanawake ambao wanajua umuhimu wa ndoa. Na wameweza hata kuwavumilia na kuwahifadhi waume zao. Unajua kuna wengine kuna matatizo ndani ya ndoa, lakini akifika kwao nyumbani aulizwe mnakaa vipi, anasema nashukuru. Tunaishi vizuri. Lakini kuna mambo ambayo yanamkwaza. Ndio. Katika mwanaume ni mwepesi wa kukasirika na ni mwepesi wa kutoa uamuzi. Ndio. Na anaweza kutoa pale pale. Lakini mwanamke anaweza akavumilia na hata pengine ikawa hukumu yake utaona ni machozi yanatoka. Kweli. Kwa sababu ana machungu pale. Ingawa ili kuweza kumhifadhi yule mwanamke na kuweza kumtunza na kuweza kuhakikisha ile ndoa haivunjiki, ni kila mmoja kujitambua anapokosea. Ndio. Unajua tatizo ndoa nyingi, wanaume wanajifanya kwamba wao ndio wasafi tu. Yani wanaitwa maasumin. Maasumina kwenye ndoa. Makosa yanakuwa ni ya mwanamke. Ndio. Wakati mwingine makosa yanakuwa ni yake. Ndio. Wakati mwingine hajawacha hela za chakula, lakini anakuja anataka chakula. Na ndio maana utakuta katika mitandao kuna shekha mmoja nilikuwa namsikiza akasema msione tu wanawake ndio wanafaa kujenga ndoa. Hata nyinyi wanaume mnafaa kuijenga. Sio kwamba umekosea utegemee yule uliyomkosea ndio akumbe msamaha. Ni kweli. Maana kuna wanaume sampuli hiyo. Yeye atakosea na samahani hakuna na hakuna neno asante. Na anataka aombe msamaha na yeye ndio amekosea. Kuna baadhi ya ndoa ambazo wanaume wako katika hiyo hali. Na maisha kama haya unamfanya mwenzako kuwa ni mtumwa. Wakati mwingine kubali makosa wakati ambapo umekosea. Na kama kuna hela haujawacha, kwa sababu huyo atatoa wapi?
Huyu mke wako atatoa wapi hela ndiye aweze akakupikia wewe ambao umeingia unataka chakula na hukuacha chochote na kadhalika. Kwa hivyo hili ni suala ambalo tunahitaji kila mmoja kuweza kuangalia upande wake na kila mmoja aweze kujitunza. Ikiwa tutaangalia kila mmoja achukue jukumu lake, hakuna masala ya talaka. Hakutakuwa na talaka. Ndiyo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nafaa kila mmoja aweze kuzingatia. Alafu pili, pia tunahitaji heshima. Heshima ni kitu cha muhimu zaidi katika ndoa. Wakati ambapo heshima inakosekana kwa wote, ile ndoa inaanza kuwa na changamoto. Na mwisho inaishia inayumba na inaishia kwa talaka. Yaani tunamaanisha kwamba ikiwa mume amepandisha hasira, mke wewe umepandisha hasira, kelele na kadhalika, hapo mnaivunja. Kwisha, imeharibika. Lazima mmoja awe chini. Na hasa huwa tunaambiwa ya kwamba maji, mwanaume anakuwa kama moto. Na maji ya kutuliza yule moto ni mwanamke. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ili mpate utulivu kwao, amewaumbieni wanawake ili na nyinyi mpate utulivu. Mwanamume awe amechemka vipi, mke atamtuliza. Lakini yule mke anapochemka, wa kutuliza hakuna. Hata simba mwenyewe anapomwona simba marara utulia. Utulia. Sasa utaona alhamdulillah, nafasi Mwenyezi Mungu amemjalia mwanamke, na mwanamke daima utaona hali yake kwamba ni mwenye kumtunza yule. Ukiona zile ndoa ambazo wote wako juu, na kuna baadhi ya ndoa zingine hatusemi kwamba wanawake peke yao ndio wanapata changamoto kwa waume zao. Pia kuna baadhi ya wanaume wanapatwa na shida kwa wake zao, lakini wanazivumilia. Wanazivumilia. Inategemea vile ambavyo ako yule mwanaume. Kuna wanaume wanapigwa, hasa wanapigwa vita, lakini yale mambo ameyaweka ndani ya moyo. Na wakati mwingine unakuta nafasi zingine anakuwa hakuna cha talaka. Unajua kuna wanaume unakuta wanafunganya vitu zake na anapotea kabisa. Kweli. Sasa inahitaji kila mmoja kuchunga haki. Hizo ndoa zitaendelea na hakutakuwa na mambo na talaka. Mashaallah. Shukran sana Sheikh. Ni furaha kuwa na wewe kuanzia tulipoanza kipindi hadi tulipomaliza. Naamini Mwenyezi Mungu atatia zaidi taufiki tuweze kukutana zaidi na zaidi kuweza kujadili vipi ndoa zetu zitaweza kudumu. Shukran sana. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kuiangazia. Binafsi nimeelewa mengi, sijui wewe upande wako utakuwa unajiuliza maswali, labda ni yapi mimi nitafanya ili ndoa yangu isivunjike. Basi kuna vitu ambavyo ameweza kuwasilisha. Mambo ni mengi, lakini kwa yale ambayo tumewasilisha siku ya leo, basi naamini yawe ni funzo kwako, yawe ni mmoja ya kuupa moyo ya kwamba ipo siku ama Mwenyezi Mungu akuruzukia mume ama wewe Mwenyezi Mungu akuruzukia mke, utajua ni vipi utaweza kuhandle migogoro katika ndoa ili isifanye ukafikia mpaka swala la talaka. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.